Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, na kusalimu popote ulipo. Anayezungumza nawe ni Senior Pastor Mutuma. Ningependa kukukaribisha katika fundisho la muhimu sana ambalo linazungumzia juu ya kazi ambayo Mungu alimpatia mwanadamu katika bustani ya Edeni, ama kazi ambayo mwanadamu alipewa na Mungu katika bustani ya Edeni. Kabla ya kuingia katika somo hilo, ningependa kukusihi mahali ulipo utulie tuweze kuomba. Baba, kwa jina la Yesu najikabidhi mikononi mwako ili uitakase midomo yangu, unene nami, unipe neno la kuzungumza kwa msikilizaji mpendwa. Kupitia kwa neno hilo Baba, ninaomba wasikilizaji na watazamaji pamoja nami tuweze kujua yale ambayo ungependa tufanye, hasa kuhusiana na ile kazi ulimpatia mwanadamu katika bustani ya Edeni. Naomba nikiamini nimesikia, kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama nilivyokwisha kusema ni ya kwamba fundisho ambalo nataka kuzungumzia ni lile linahusu kazi ambayo mwanadamu alipewa na Mungu katika bustani ya Edeni. Katika fundisho hili kuna mafungu mengi ambayo haitawezekana kuyasoma yote, ila utaniruhusu nitaje mengine. Lakini lile la kwanza ningependa tuone basi Mungu alipopewa kazi na Mungu. Kabla ya kupewa kazi na Mungu alimpa chakula. Kuna vyakula ambavyo Mungu alipatia mwanadamu kula katika bustani ya Edeni. Lakini pia Mungu baada ya kumpa alitaka kumuonyesha ya kwamba itakubidi hata wewe mwenyewe ufanye kazi kujipatia chakula. Mwanzo 1:29 neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndio chakula chenu. Mungu akasema nimewapa mti utoao mbegu, ama nimewapa vyakula vya mbegu. Ndio. Lakini sasa baada ya kufanya hivyo, nenda pamoja nami katika Mwanzo sura ya 2 na mstari ule wa 16. No, samahani. Hebu nianze 15 ndio niende 16. Inasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Sikia. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Huyu alikuwa ni mtu mmoja, Adamu. Mungu akampeleka ama akamweka katika bustani ya Edeni ili aweze kuwa analima na kutunza lile shamba, maana ndilo lilikuwa na miti ya matunda ambayo Mungu alitengeneza kwa ajili ya chakula yake. Amempa kazi. Lakini sasa ilibidi yeye afanye peke yake. Mungu akaangalia akaona hapana, hata weza lima peke yake. Nenda pamoja nami mstari wa 18. Inasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ndio. Mungu akasema sasa haitamfaa huyu mtu kukaa peke yake, kuwa analima peke yake. Ndio nimempa kazi ya kulima yeye kama Adamu, huyu mwanamume. Akasema nitamfanyia msaidizi yupi? Mwanamke. Ndio. Baada ya kufanya hivyo, tunaona ya kwamba baada ya Mungu kusema nitamfanyia msaidizi, inasema mstari ule wa 21 inasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito naye akalala, kisha akatoa ubavu wake mmoja akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. 23. Adamu akasema, sasa huyu ni mpipa katika nyama yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Ndio mpendwa. Ulikuwa ni mstari wa 15 ambapo Mungu amemweka Adamu katika bustani
ailime na kuitunza. Endeni. 18 mpaka 23 inaonyesha Mungu akamtengenezea mwanamke wa kumsaidia kulima. Basi. Kwa hivyo sasa kwa kifupi ni ya kwamba aliyetanguliwa kupewa kazi ya kulima ni mwanamume. Kisha Mungu akamwambia mwanamke wa kumsaidia kulima. Maana Mungu alijua ya kwamba riziki yao, chakula chao wataipata katika ardhi kupitia kwa kulima. Ndio. Alafu baada ya kupewa zile mbegu, baada sasa ya dhambi, nenda Mwanzo 3:18. Baada ya kupewa vyakula vya mbegu na baada ya dhambi, mstari wa 18 nasema misongoma na miiba itakusalia, nao utakula mboga za kondeni. Tena akapewa mboga za kondeni, mboga za kondeni. Mboga za kondeni ni zile zinamea mashambani ama msituni, kama vile terere ama managu na mboga za aina nyingi ambazo zinamea msituni. Yes. Mungu akampa mboga za kondeni. Lakini mwanadamu akaja akavumbua tena mboga zingine kama sukuma wiki, kama spinach, kama kabinji na zingine nyingi. Ndio. Lakini sasa baada ya hiyo ikawaje ama ikaendaje? Nenda sasa pamoja nami katika Mwanzo sura ya 9. Wakati wa Noa, baada ya Noa, Adamu amepewa kazi ya kulima, akapewa msaidizi wa kumsaidia kulima. Lakini je, hiyo ikaishia hapo tu? Mwanzo 9 na lile fungu la 3. Baada ya gharika, mtu aitwaye Noa, tunamuona katika Mwanzo sura ya 9, fungu la 3 inasema, Mwanzo 9, niruhusu niende mstari wa 20 kwanza. Niruhusu niende mstari wa 20. Niache kusoma 3, niruke 3 niende mstari wa 20. Mwanzo 9 niende 20 nasema, Nuhu akaanza kuwa mkulima akapanda mizabibu. Nuhu naye akawa mkulima kama vile babu yake Adamu alipewa kazi ya kulima. Yes. Sasa nini tena? Mafungu mengine niruhusu nikueleze. Ayubu 1:14 inaonyesha kwamba Ayubu na yeye akawa mkulima, hata akawa na ng'ombe za kulima, maana alikuwa na shamba kubwa. Kwa nini wanalima? Mungu alimpa mwanadamu pale mwanzoni kazi ya kulima. Ndio. Alafu ukienda Mhubiri sura ya 2 fungu la 4 mpaka 8, Mfalme Suleimani na yeye akalima mashamba, akapanda matunda hata ya misabibu. Na akachimba mambirika, akachimba vindimbwi vya maji ya kunywesha miti maji. Akachimba vindimbwi vya kuweka maji ili kunywesha miti ya matunda maji. Ndio. Sasa tuondoke sasa katika ile kazi ya kulima. Tumeona kulima. Kuna mafungu mengi ya kuonyesha mwanadamu alipewa kazi ya kulima na wale wazao wake wakaendelea na hiyo kazi. Sawa. Sasa kando na hiyo nini tena? Si kwamba Mungu aliachilia mwanadamu tu kufanya kulima tu, ama kulima tu iwe ndio itamsaidia kupata riziki. Hapana. Nenda pamoja nami katika Mwanzo sura ni ile ya 13. Mwanzo sura ya 13. Nimekuambia Mwanzo sura ya 13. Alafu wapi? Kuanzia fungu la 2. Hesabu 32 kuanzia 1. Naomba nitataja tu taratibu ndio ushike. Mwanzo 13 fungu la 2 inaonyesha ya kwamba Ibrahimu alikuwa tajiri wa mifugo. Kuonyesha ya kwamba Mungu alimruhusu mwanadamu kulima pamoja na kufuga wanyama wa mfugo ama wa mifugo ili wampatie riziki. Ndio. Hesabu 32 fungu la kwanza inaonyesha ya kwamba wana wa Rubeni na Gadi pia nao walikuwa na wanyama wa mifugo, ama walifuga wanyama wa mfugo, ama walifuga wanyama. Mhubiri sura ya 2 fungu la 4 mpaka 8. Wafalme wa kwanza 4 sura 22 hadi 32. Nirudie tena. Mhubiri sura ya 2 fungu la 4 mpaka 8. Wafalme wa kwanza 4 22 hadi 23 inaonyesha ya kwamba Suleimani
alikuwa na mifugo mingi kama ng'ombe, kama kondoo, kama kuku na wanyama wengine wa msituni. Ayubu 1:14 mpaka 16 inaonyesha ya kwamba pia Ayubu alikuwa na wanyama wa kufuga. Pale nilisema Ayubu 1:14 ilionyesha ya kwamba alikuwa na ng'ombe za kulima. Lakini sasa ukienda fungu la 14 mpaka 16 inasema ya kwamba alikuwa na wanyama wa mifugo kando na wale ng'ombe wa kufuga. Sasa pia alikuwa na kondoo na ngamia. Nani? Ayubu. Sasa mpendwa, nataka nikueleze ya kwamba ili uweze kujipatia chakula, usipatwe na njaa, unahitaji kulima na kufuga wanyama wa mifugo. Ng'ombe, mbuzi, kondoo na wanyama wengine ambao mwanadamu anahitajika kuwafuga. Ndiyo, hata na kuku ili kujipatia mapato. Sasa kando na hiyo ni nini? Mwanadamu tu anatakikana kulima na kufuga wanyama. Biblia inatupatia mwanga, haituachi gizani. Kama kuna mtu ataliwa na njaa, kama kuna mtu atakuwa maskini, hata kuwa na jambo la kusema. Kwa maana Biblia inatufunulia ya kwamba Mungu ametupa akili ya kufikiria, kujua ni lipi la kufanya ili upate chakula. Kwa mfano, ukienda Mambo ya Nyakati wa kwanza 4 fungu la kwanza inaonyesha ya kwamba kuna watu ambao walitakikana kujenga hekalu. Wana wa Juda walikuwa na mafundi hata wa mbao na wa nguo, maseremala na mafundi wa nguo. Kwa hivyo hata kama wewe si mkulima, kama una shamba, kama una mifugo, jifunze kazi ya ufundi wa mbao, jifunze kazi ya ufundi wa kushona. Kama kijana binti yako amesoma, hakupata alama ya kwenda college, mwache ajifunze kozi ya mikono, kushona, ama kazi ya useremala, ama kazi ya ufundi wa mbao. Tena Mambo ya Nyakati wa pili 24 fungu la kwanza mpaka 14 tunaona mfalme Joasi akaagiza kuletwa mafundi wa mawe na wa mbao ili waje kujenga hekalu. Nimesema wapi? Mambo ya Nyakati wa pili 24 fungu la kwanza mpaka 14. Mambo ya Nyakati wa pili 24 fungu la 16. Narudia tena. Mambo ya Nyakati wa pili 24:16. Mambo ya Nyakati wa kwanza 22:15. Kukaagizwa mafundi wa mawe na wa mbao. Kwa hivyo kijana wako akikosa alama ya kwenda chuo kikuu ama college, mpeleke shule ya ufundi akafundishwe kazi ya mawe, ya kujenga na mawe, kujenga hata na mbao. Ndiyo. Sasa ni hiyo tu. Hiyo tu ndio njia mtu anaweza kujipatia chakula. Kazi ya kulima, kufuga ng'ombe, kuku, ama kondoo, ama mbuzi. Hiyo tu. Ama ufundi wa mbao, ufundi wa mawe. Sio hiyo tu. Sasa twende Waamuzi. Waamuzi 17 fungu la 4. Wafalme wa pili 24:16 inaonyesha kwamba pia kukahitajika mafundi wa vyuma, watu ambao wanajua mambo ya kutengeneza aidha milango ya chuma, madirisha ya chuma, ama vitu vingine vinavyotengenezwa na chuma, mafundi wa chuma. Sijui jina lile nitawapa, lakini wao wamejua. Mafundi wa kutengeneza vitu na chuma wafundishwe ili nini? Wajipatie chakula, wapate mapato, wasiwe na njaa, wasipatwe na njaa. Lipi lingine tena? Sasa nenda nami katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Agano Jipya. Tulikuwa kwa Agano la Kale, sasa tumeingia kwa Agano Jipya. Matendo ya Mitume 18 tunaambia kwamba kulikuwa na Myahudi mmoja
Ingawa sitasoma mafungu mengi, kulikuwa na Myahudi mmoja, jina lake alikuwa anaitwa Akila. Ama pia kwa Kimeru anaweza kuitwa Akola. Matendo ya Mitume 18, nimesema Matendo ya Matendo ya Mitume 18, tunamuona Paulo akitembea katika nyumba ya mtu aitwaye Akila pamoja na mkewe. Inasema nini? Baada ya hayo, narundia, baada ya mambo hayo Paulo akatoka Athene, akafika Korinthe, akamuona Myahudi mmoja jina lake Akila, msalio wa Ponto, naye amekuja kutoka nchi ya Italia siku za karibu, pamoja na Priscilla mkewe, kwa sababu Klaudio amemwamuru Wayahudi wote watoke Rumi, naye akafikiria kwao. Na kwa kuwa kazi yao ya ufundi ilikuwa moja, akakaa kwao, wakafanya kazi pamoja, kwa maana walikuwa mafundi wa kushona mahema. Paulo akashirikiana na Akila na mkewe Priscilla kushona mahema, kutengeneza mahema. Yes. Ili nini? Kupata hela, kupata pesa ya kuwasaidia katika kazi, ya kuwapa mapato. Sasa, ni hiyo tu. Nenda Matendo ya Mitume 9:36 hadi 39. Nimesema Matendo ya Mitume 9:36 hadi 39, nikinukuu kwa kifupi. Tunaambiwa kwamba Dorokasi, yaani mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizoshona Dorokasi wakati ule alipokuwa pamoja nao. Kwamba huyu mwanamke aitwaye Dorokasi alikuwa fundi wa kushona nguo, yes. Na alishona nguo akawapa wanawake wajane, watoto maskini, akafa. Wakamwendea Petro kumweleza ya kwamba mwanamke aliyekuwa anatusaidia, aliyejaa matendo mema, mtu mkarimu, aliyekuwa anashona nguo na kutupatia, amekufa. Petro akaenda akamfufua. Sasa mpendwa, nataka uelewe hivi ya kwamba Mungu ametupatia akili ya kutafuta ni nini la kufanya ili kujipatia pesa. Maana bila pesa chakula hakuna, nguo hakuna. Yes. Sasa ndio narudia niseme tena, kama binti yako, kijana wako hakupata alama ya kwenda chuo kikuu, kama hataki kazi ya mbao, kama hataki kazi ya mawe, kama hataki kazi ya chuma, ya kutengeza vitu vya chuma, acha ajifunze kazi ya ushonaye nguo. Kupitia kwayo atajipatia mapato. Nini tena pamoja na hiyo au kando na hiyo? Yes. Matendo ya Mitume 5:34, Matendo ya Mitume 22 fungu la 3. Tunamuona Paulo akisema ya kwamba alielimishwa na mwalimu aitwaye Gamalieli. Ni kumaanisha kwamba mtoto wako kama hana alama ya kufanya kazi ya udaktari, anaweza kwenda kusomea walimu. Kama alama zake sinamruhusu kusomea walimu wa primary, acha aende akasome. Na anaweza kuendelea toka hapo akienda mpaka anakuwa hata daktari ambaye angedhania ataweza kumfikia. Yes. Sasa kando na hiyo, Wakolosai 4:14, Timotheo wa pili 4:11. Narudia tena, Wakolosai 4:14, Timotheo wa pili 4:11 inaonyesha ya kwamba Luka alikuwa ni daktari. Na yeye ndio mara kwa mara alikuwa anamtibu Paulo, maana Paulo alikuwa na shinda ya macho, yalikuwa na shinda. Aliyekuwa anamtibu sana ni Luka ambaye alikuwa ni daktari na aliandika kitabu cha Luka. Sasa umeona mpendwa, Mungu ametuonyesha kwamba kuna kazi nyingi tunaweza kufanya kando na kulima, kando na kufuga, tunaweza kujifunza kazi ya ufundi ama ualimu ama udaktari. Sasa nataka niseme hivi, kuna mafungu mengine nimekwisha kuyataja, hakuna haja ya kuyataja tena. Ni ya kwamba tulikwisha ona ya kwamba Adamu alipowekwa bustanini ni kusudi alime na kuitunza, na tukaona ya kwamba mkewe pia aliagizwa kumsaidia. Kwa hivyo mama, usiseme ya kwamba ati ni mwanaume tu anapaswa kulima. La, ndiyo alipewa kazi ya kulima, lakini na wewe mwanamke ukaumbwa kama msaidizi wake wa kumsaidia kulima na kazi zingine zote. Yes.
Sasa ndio Mungu ametupatia hekima ya kujua, kwa maana baada ya dhambi hali ya hewa ikaharibika, hali ya anga ikaharibika, kukawa ya kwamba hata kutakuwa na jua kali, jua la kufanya mimea kukauka, mahindi, maharagwe, viazi kukauka, ngano na hata sayiri, hata mpunga ikawa inaweza kukauka. Lakini sasa Mungu aliupa mwanadamu vyakula vingine ambavyo vinaweza stahimili ukame, na vyakula hivyo nataka nivitaje na nikiwatia moyo wapendwa ya kwamba tujifunze kutumia vyakula vile na kupanda. Yes. Wapi? Nataka sasa nilete mfano. Kuna vitu ambavyo tunaita yams ama kwa Kiswahili viazi vikuu. Na kwa lugha yangu ya mama ya Kemero ikwa Kiswahili viazi vikuu, Kiingereza yams. Yams inaweza kustahimili ukame, inaweza kustahimili jua kali. Hata kama hakujanyesha, na yams ambayo pengine iko chini ya udongo inaweza stahimili jua kali. Kitu gani kingine? Mihogo. Kitu gani kingine? Viazi tamu. Sasa nataka niseme ya kwamba mimi nilipokuwa mtoto mdogo niliona watoto walilelewa na wazazi na viazi vikuu, ikwa ama yams, tena ndizi. Hizo ndio chakula ilikuwa ya watoto. Si kama leo naona wamama wengi kwa sababu hawana ile viazi vikuu, yani yams, ikwa, hawana hiyo, hawana ndizi, wanakimbia tu sokoni kununua viazi vya kumpikia mtoto. Ndio. Lakini nataka niwatie moyo ya kwamba ni vizuri kujifunza kupanda vitu hizo. Kupanda vitu hizo mashambani mwetu. Hata kama ni shamba la kahawa, hata kama ni shamba la miraa, inaweza kupandwa kando ya shamba ama kusunguka shamba. Hiyo inaweza kusaidia hata wakati ambapo kuna ukame. Ndio. Sasa nirudie tena. Agano Jipya inasema jukumu la kutunza familia ni nani? Jukumu la kutunza familia kulingana na Waefeso 5:25-29 lilipewa mwanamume. Timotheo wa kwanza 5:8 inasema kusudi la mwanamume ni kutunza familia. Na asiyetunza familia ni mbaya kuliko asiamini. Lakini hapa nataka ieleweke ya kwamba Mungu alipoumba mwanamke alimuumba akiwa msaidizi. Ndio mwanamume ni kusudi lake. Niseme tena, ni kusudi la mwanamume kutunza familia. Ingawa mwanamume anastahili kutunza familia, hata mkewe anawajibika, maana yeye ni msaidizi. Hata kaa kando kusema ya kwamba kazi yako ni kutunza familia ama wewe tu ndio umepewa wajibu wa kutunza familia. Hapana. Hata wewe mwanamke ni msaidizi wake. Sasa nataka niseme ya kwamba kuna nchi ambazo vitu hivi ambavyo nimevitaya vinamea msituni. Kwa mfano, yams inamea Marekani, sehemu itwayo Texas, Nebraska, Minnesota. Inamea hata msituni. Sasa nataka nikuonyeshe kitu kinamea msituni ambapo hata akipaliliwi na kinasawi, ni kumaanisha ni kitu kizuri cha kupanda. Tena na ndizi nje, ukienda India na kusini mashariki mwa Asia na Australia, msituni kunapatikana ndizi. Sasa unaona kitu ambacho kinamea msituni kinastahili pia kupandwa mashambani, maana kinaonekana ni kitu kina uhai wa kudumu. Tena mihogo, cassava, inapandwa kule West Indies, Central na South America. No, si kupandwa, inamea hata msituni, inamea hata msituni. Msituni inamea. Sasa wacha kupanda, unaipata hata msituni. Na inadhani watu walitoa mimea hiyo msituni wakaja kuipanda mashambani. Sasa nataka tuangalie. Kuna nchi ambazo hasipatwi na njaa sana, hasa wale ambao wamejua umuhimu wa kupanda mihogo. Kwa mfano, Nigeria wanalima mihogo, wanauza tani maelfu na maelfu mihogo. Wapi tena? Brazil
Indonesia, Thailand, DRC, Angola, Ghana, Rwanda, Mozambique, Vietnam, India, Madagascar, Uganda. Wanapanda sana mihogo. Mihogo inasaidia sana, ina matumishi mengi. Mihogo unaweza kula tu hata bila kupika. Mihogo unaweza pika. Mihogo unaweza kusaga unga. Nishakula unga wa muhogo. Mihogo inasagwa hata unga. Wacha hata mahindi, watu wamejua tu mahindi. La, hata mihogo. Kwa hivyo ukipanda mihogo kwa shamba lako, maana hiyo inastahimili ukame, unaweza kuitumia kwa mambo mengi. Hata hizi zingine kama Jamaica, wanapika hata chapati za unga ya mihogo. Na hizi zingine nyingi. Nimekwisha sema juu ya Nigeria. Wanavuna, inakisiwa tani milioni 44 za mihogo. Yes, samani si mihogo. Nigeria pia wanalima yams. Ndio hiyo wana export tani milioni 44. Nini? Mihogo, yams. Ndio tena Nigeria wanapanda mihogo, wanapanda yams, lakini yams wana export mamilioni ya tons. Nishawahi kununua mihogo ya kutoka sehemu hizo. Ndio. Sasa hebu tuangalie kuhusu viazi. Ni nchi gani wanalima viazi kwa wingi? Ni China, wanalima viazi tamu kwa wingi. Tunaongelea juu ya viazi tamu. Kumbuka, viazi tamu pia hutengenezwa unga. Usindai kwamba tu ati ni mahindi ama mtama ama mawele ndio naweza tengeneza unga. Hapana, muhogo unatengenezwa unga. Yams, viazi vikuu ama ikwa inatengenezwa unga. Na hata viazi tamu ambavyo wale wanapanda kwa wingi sana ni nchi ya Uchina, nchi ya India, Russia na Ukraine. Wanapanda viazi tamu kwa wingi. Kwa hivyo vitu kama hizo nataka nikueleze ya kwamba ni vizuri sana tujifunze kupanda vitu ambavyo sana vinavumilia ukame, vinastahimili ukame, kama vile mihogo, viazi tamu na hata yams. Ndio. Sasa kuna nchi kama nimekwisha taja China. China wanavuna viazi tamu tani milioni 89. Milioni 89. Tons milioni 89 ya viazi tamu. Inapandwa pia hata Marekani, sehemu za North Carolina, Malawi, Tanzania, Nigeria. Na vyote hivyo vinatengenezwa unga. Hata ndoma, arrowroot inatengenezwa unga. Kuna vitu vingi. Shinda yetu ni kutojua namna ya kutumia vyakula. Hivyo nataka kabla ya kumalizia niseme ya kwamba nchi za Afrika hatupaswi kuwa na njaa. Hata ingawa mara nyingi mvua inakosekana. Nchi zingine kama Kenya, Uganda, Tanzania na sehemu zingine za Afrika, tukipanda mihogo kwa wingi inaweza kusaidia wakati wa ukame. Kwa sababu unaweza pika, nimesema unaweza pika ukala, unaweza tengeneza unga wa ugali ama wa chapati. Ndio. Sasa nataka niseme nini? Sasa agizo la Mungu kwa wanaume wote ni nini? Mwanzo 41, 35 hadi 36 inatuambia ya kwamba wakati Firauni alipata ndoto, akaita waganga wakashindwa kutafsiri. Sasa nisikilizeni. Akaita waganga wakakosa kutafsiri. Akaita Yusufu. Yusufu akaja akatafsiri ile ndoto. Sasa nikisema kwa kifupi ni ya kwamba akamwambia kutatokea chakula ama kutakuwa na lishe miaka 7. Kutakuwa na chakula kingi miaka 7. Sasa fanya hivi, wakati kuna lishe miaka 7, kusanya chakula miaka hiyo ukiweka store. Kila mwaka kusanya. Kila mwaka kusanya miaka 7. Yusufu akaagizwa na mfalme kwamba afanye kazi hiyo. Akakusanya chakula mpaka akashindwa kuhesabu mangunia.
Biblia inasema ya kwamba akakusanya chakula kingi kama mchanga wa bahari, kikawekwa store. Yusufu alimwambia kwamba baada ya miaka 7 ya lishe itakuja miaka 7 ya njaa. Na ikija miaka 7 ya njaa, kile chakula kiliwekwa kwa store, hicho ndicho kitatumiwa. Na ikafanyika hivyo. Wamisiri hawakufa. Hata wasasi wa Yusufu wakatoka kule kwa Israeli, wakaenda kule wapi? Misiri. Wakaenda Misiri. Wakaenda kununua chakula. Hawakujua anayetawala ni Yusufu. Vyakula vilikuwa vimewekwa kwa store. Sasa ninapoangalia neno hili kwangu linanifunza ya kwamba inatupasa kujifunza kuweka akiba. Kama wewe ni mfanyabiashara, ukipata pesa usile zote. Kata kitu kidogo, weka akiba. Kwa sababu kunaweza kuja wakati ambapo biashara itaharibika. Sana sana hebu nizungumzie kule nimetoka, kule kwa miraa. Mimi nimezaliwa sehemu ya miraa. Wakati mwingine miraa inakosa bei kama wakati mvua. Na ikikosa bei watu wengi wanaumia. Lakini sasa tukiangalia mfano wa Yusufu, nataka niseme ya kwamba wakati umeusha miraa, wakati umeuza kahawa, wakati umeuza majani chai, umeuza ngano, umeuza viazi, hakikisha umeweka akiba kiasi fulani ambacho huguzi, kama vile ambavyo Firauni waliweka vyakula miaka 7, akiba ya miaka 7. Weka akiba. Kwa sababu kunaweza tokea, kama wale wapandao viazi, kunaweza tokea baridi kali, viazi vikakauka, viazi vikaunguzwa na baridi, vikachomeka na baridi, vikakosa kusaa, ama mvua ikakosekana, itakuwaje kama hukujiwekea akiba? Hukujiwekea akiba. Kama ni chakula unaweza weka akiba. Wale wavunao maharagwe, wavunao mahindi, ama wakulima wa mahindi, maharagwe na jahe, tafadhali hakikisha umeweka akiba. Usiuze yote. Kama umevuna, at least weka chakula yako ndawa. Weka akiba. Weka akiba. Uhakikishe ya kwamba umepanda vingine na unahakika ya kwamba mavuno yamekomaa. Ama uhakikishe ya kwamba hapa mavuno yamefikia, hayawezi kuharibika. Hapo ukitaka kuuza, uuze. Sisemi usiuze. Uza, lakini hakikisha umeweka akiba. Kama nani? Kama watu wa Misri walivyoweka akiba. Imagine miaka 7 walikaa, hawakuuma na njaa. Miaka 7 hawakuteseka na njaa. Kwa sababu gani? Maana walikuwa wamejiwekea akiba. Na tokana na neno hilo pia nataka niseme ya kwamba nilitangulia kusema watu walimao miraa, walimao kahawa, panda kama ni mihogo kando kando, panda hata viazi tamu, panda hata viazi vikuu, yams, panda. Inaweza kukusaidia wakati ambapo kumetokea njaa. Sitaki kueleza mengi, lakini nataka niseme ya kwamba Mungu ametufundisha katika Biblia juu ya kuweka akiba kutokana na watu wa Misri. Kama utaliwa na njaa, hutalaumu Mungu, maana Biblia imekuonyesha mfano wa kuweka akiba. Unafungua akaunti kwa benki ama kwa M-Pesa, ama M-Pesa unaweka kakitu kidogo kidogo na unajifanya kana kwamba hujui kama kuna kitu uliweka. Ndio, nirudie tena, chakula. Usivune vyakula ule vyote bila kuweka akiba, kwa sababu ya wakati ambapo kunaweza kukatokea njaa. Sitaki niendelee zaidi ya hapo, lakini endapo ungependa kujua mengi, ama endapo ungependa kuniuliza swali ama kuchangia, tafadhali tembelea channel YouTube yangu, tafuta jina Pastor Mutuma Senior. Nenda pale, andika comments. Ama kama umependezwa na mafundisho haya, onyesha umependezwa. Ndio, andika comments, uliza swali. Ndio, na mimi nitakujibu. Na nisipoweza kujibu vizuri, hata najua kuna wengine watasoma na wakupe jibu. Ninaamini kwa neema ya Mungu atasaidia kila mmoja aliyesikia maneno haya aweze kujifunza kuwa mwangalifu katika matumizi ya pesa. Hata kama umeajiriwa, hakikisha umeweka kiasi fulani. Wewe sasa si mkulima, si mwanabiashara, tenga kitu fulani. Baba na mama, pataneni ya kwamba tutatenga kiasi fulani ya kuweka kwa ajili ya wakati wa shinda. Ndio,
Lakini pia endapo ungependa nifundishe fundisho liingie kwa simu yako, naomba usubscribe. Sina mahitaji mengi, ila ni ya kwamba ningefurahia nikifundisha fundisho liingie kwa simu yako ili uyajue maneno ambayo Mungu amenifunulia kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Asante kwa kunisikiliza mpendwa. Ninaomba niweze kuomba nikitarajia ya kwamba kwa neema ya Mungu atanisaidia tena kuja kupatana nawe. Lakini pia ningewasihi wote waweze kufungulia redio itwayo Tulisa FM 92.4. Maana pale mafundisho yangu yanarushwa saa 2 usiku Jumapili mpaka saa 3. Jumapili usiku saa 2 mpaka saa 3. Mafundisho haya yanarushwa katika Tulisa FM 92.4 ambayo ni masaa ya saa 2 usiku mpaka saa 3. Karibisha marafiki zako kuungana nami katika Tulisa FM 92.4 kila Jumapili jioni saa 2 mpaka saa 3. Asante. Hebu niombe. Baba, kwa jina la Yesu saidia msikilizaji mpendwa na mtazamaji. Tumejifunza mengi kutoka mwanzo na tukaona vile Mungu uliamrisha Adamu na Hawa na mkewe kuwa wakulima, na tumeona mifano mingi ya wale ambao walifuga mifugo. Tumeona mifano mingi ya wale ambao walifanya hata kazi ya mikono. Pia tumejifunza juu ya kuweka akiba kama vile Wamisri walivyofanya. Tafadhali Baba, saidia wasikilizaji na watazamaji wote waliosikia ujumbe huu wajifunze pamoja nami kuwa tunaweka akiba, na ya kwamba kila mmoja ajifunze kufanya kazi, maana maandiko yamesema asiyefanya kazi hata asile. Tusaidie Baba kuwa na bidii katika kufanya kazi. Tusaidie kuwa na busara katika kutumia wakati vizuri. Asante. Bariki redio Tulisa ambayo inarusha matangazo ya mahubiri yangu. Bariki watenda kazi, bariki hata yule mwenye kuanzisha redio hiyo. Baba, wabarikie, usiruhusu hata mmoja akawa na shinda. Bariki nchi yetu ya Kenya, rais anayetawala, mawaziri na wote walio na sehemu ya kutawala, waongoze kutawala kwa haki na watawale kwa njia ambayo itafanya wengi kuwa na amani. Jina lako lipewe sifa. Bariki dunia nzima, neno lako litangazwe, wengi waandaliwe kwa ajili ya kuja kwako. Naomba nikiamini nimesikia, kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen.